DW Dunia Yetu leo jioni. Rais William Ruto wa Kenya atangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Mashambulizi yaripotiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini, na malori ya misaada yaanza kuingia katika ukanda wa Gaza. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena. Na kukaribisha hivi sasa tuanze safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu, na tuanzie moja kwa moja huko nchini Kenya. Rais William Ruto wa Kenya ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku 7 kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Katika kipindi hicho, bendera za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kote nchini na katika balozi zote za Kenya nje ya nchi, kama ishara ya heshima na kumbukumbu ya kiongozi huyo aliyekuwa nguzo muhimu katika historia ya siasa za Kenya na bara zima la Afrika. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo. Katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja kutoka ikulu jijini Nairobi, Rais William Ruto alitangaza kuwa aliyekuwa kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga atazikwa kwa heshima kamili ya kitaifa. Rais aliongeza kuwa jina la Raila Amolo Odinga litaandikwa milele katika simulizi ya Jamhuri ya Kenya, simulizi ya mapambano, kujitolea, ujasiri, utawala, sheria, matumaini na azma ubora. Ruto alimwelezea Odinga kama mzalendo aliyejitolea maisha yake yote kutafuta haki nchini Kenya, mtu ambaye mawazo na misingi yake ilivuka mipaka ya siasa za kawaida. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage. Tumempoteza mmoja wa viongozi wakuu zaidi barani Afrika, shujaa wa demokrasia, mpigania haki asiyeogopa na mwanaharakati thabiti wa utawala bora. An unceasing servant of the people who gave his all. Wakati huo Rais Ruto ametangaza kwamba serikali ya India imekubali kusaidia katika kusafirisha mwili wa Raila Odinga kurejea Kenya kwa mazishi ya kitaifa. Kamati ya maandalizi ya mazishi aliyekuwa waziri huyo mkuu itakuwa ikiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki pamoja na seneta wa Siaya Dr. Oburu Oginga, kakake marehemu. Ruto alifafanua zaidi kwamba ujumbe maalum wa maafisa wa serikali na jamaa wa familia unaongozwa na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi umeondoka tayari mara moja kuelekea India kuratibu mipango usafirishaji wa mwili wa marehemu. Hawa ni baadhi ya wabunge wakielezea hisia zao kuhusu msiba huo. Alikuwa rafiki wangu kutoka zamani nikiwa mwanahabari, tulikuwa tunakutana naye mara kwa mara na alikuwa anatupa motisha. 2017 nilipotaka kuingia katika siasa, yeye ndio alikuwa mwanasiasa wa kwanza kunikumbatia. Kwa familia, kwa mama Aida na wana ODM wote, kutokana na kifo hicho cha baba wetu Raila Amolo Odinga, imepaswa kufanya cancellation ya hafla ambayo ilikuwa imeanza jana. Wakati huo viongozi wa kimataifa wameendelea kutuma salamu zao za rambirambi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alikokuwa kitibiwa Raila amesema amehuzunishwa sana na kifo cha rafiki yake mpendwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Rais wa Tanzania Samia Suluhu alitangaza kwamba kifo cha Odinga ni huzuni sio tu kwa Kenya bali kwa bara la Afrika, akimweleza kama mtetezi wa amani na maendeleo. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amemtaja Raila kuwa mwanasiasa mkongwe aliyeleta demokrasia, haki na huduma kwa umma na ataendelea kuishi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Tukibaki na swala hilo hilo, Wakenya wanaomboleza katika siku ya kwanza tangu taarifa za kifo cha marehemu Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, alipoaga dunia mapema hivi leo. Kote nchini waombolezaji waliacha shughuli zao ili kumwenzi mwanasiasa huyo aliyekuwa sura ya utetezi wa wanyonge. Jijini Nairobi, hisia ni mseto katika mitaa kadhaa. Thelma Mwazaya amefuatilia na kuandaa taarifa ifuatayo. Wakazi wa Kibra walijitokeza kwa wingi na kuelekea mtaani Karen kwenye makazi ya marehemu Raila Odinga. Majonzi na simanzi ilihanikiza mtaani Karen kwenye makazi ya marehemu waziri mkuu wa zamani nchini Kenya Raila Odinga kufuatia taarifa za kifo chake mapema hii leo.
Kufikia mchana, idadi kubwa ya waombolezaji wakiwemo wafuasi, wanasiasa na Wakenya wa kawaida walifika Karen kwa ufariji. Wengi wamepigwa na butwaa na hawajaamini kuwa marehemu kigogo huyo wa upinzani amewaacha mkono. Haya ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Kibra waliofika Karen. Mimi kwa majina naitwa Jane. Mimi kama mwana ODM nimesikia uchungu sana kumpoteza baba. Pamoja na wafuasi wenye naona hapo tuko na uchungu sana kumpoteza baba. Maana baba ndiye alikuwa anatuambia tuende left, tunaenda left. Tuende right, tunaenda right. So ni uchungu sana kumpoteza baba na hatujui nani atamreplace. Majina naitwa Joel Odhiambo. Mimi maoni yangu katika kifo cha Raila imenishtua sana. Wakati hiyo stima imepotea nikaakisha data, nikaenda Facebook, nikaona kumbe mzee amelala. Baada ya hayo nikasema nikimbie nijishuhudie mimi mwenyewe, na kumbe baba amekufa na sisi hatuna furaha. Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Usalama uliimarishwa na ulinzi ukawa mkali kwenye makazi haya marehemu Raila Odinga mtaani Karen jijini Nairobi. Maafisa kadhaa wa usalama walipiga doria kwenye njia iliyoelekea kwenye makazi hayo, japo hawakuwadhibiti waombolezaji waliokusanyika wakiimba na kulia. Kwa majina naitwa Ruben Aruga. Sisi ndio tulimweka hapa Lang'ata. Hile kitu baba amenikosea, baba ameenda bila kunipatia notice. Wakati tuliingiza kwa siasa, ulitukujia kwangu tukiwa Kibira. Ulituacha kama tulikuwa kwa ODM tukaingia ndani ya Broad Base. Dr. Pastor Gary Shanodare, tuko katika hali ya uzito wa majonzi. Najua mpaka sasa kuna watu bado hawajapata hizo ripoti. Hata watu watakuwa jela, hospitali, wazipokee kwa neema. Mungu wa mbinguni Elohim Yehova alituheshimu kwa hizo miaka tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Itakumbukwa kuwa chama cha upinzani cha ODM kinaadhimisha miaka 20 ya kushiriki katika siasa za Kenya. Wakati jua linatua kwa leo mtaani Karen, giza limeshuka na biwi la simanzi limening'inia. Makundi ya wafuasi wanaomboleza, baadhi kwa ibada na wengine kimya kimya, wakitiririkwa na machozi kuashiria mwisho wa kipindi muhimu katika siasa za Kenya, kwani marehemu Raila Odinga aliwania urais mara 5 bila mafanikio. Ile kitu baba amenikosea, baba ameenda bila kunipatia notice. Wakati tuliingiza kwa siasa, ulitukujia kwangu tukiwa Kibira. Ulituacha kama tulikuwa kwa ODM tukaingia ndani ya Broad Base. Dr. Pastor Gary Shanodare, tuko katika hali ya uzito wa majonzi. Najua mpaka sasa kuna watu bado hawajapata hizo ripoti. Hata watu watakuwa jela, hospitali, wazipokee kwa neema. Mungu wa mbinguni Elohim Yehova alituheshimu kwa hizo miaka tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Itakumbukwa kuwa chama cha upinzani cha ODM kinaadhimisha miaka 20 ya kushiriki katika siasa za Kenya. Wakati jua linatua kwa leo mtaani Karen, giza limeshuka na biwi la simanzi limening'inia. Makundi ya wafuasi wanaomboleza, baadhi kwa ibada na wengine kimya kimya, wakitiririkwa na machozi kuashiria mwisho wa kipindi muhimu katika siasa za Kenya, kwani marehemu Raila Odinga aliwania urais mara 5 bila mafanikio. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo.